الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. سماحة السيد، الإخوة المشايخ, wazee wangu na wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupata taufik ya kufika hapa Lamu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Kenya, lakini vile vile na Tanzania, kuweza kushiriki kwa pamoja katika kuenzi tukio kubwa sana la kihistoria, tukio ambalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikusanya maswahaba wengi kutoka maeneo mbalimbali ili awapashe habari zinazohusu uongozi na umuhimu wa uongozi katika jamii. Kwa hivyo ni fakhri kwetu sisi kulisafiria jambo hili na kuweza kukutana na nyie, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika kupokea ile risala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika siku kama hii. Na mada niliyopangiwa niwasilishe mbele yenu inasomeka jamii na uongozi. Ukitizama mada hii ina sura pana, kwa sababu haikutaja aina gani ya jamii, haikutaja kuwa ni jamii mahsusi au maalum, na wala haikutaja uongozi mahsusi au maalum, na bila shaka imekusudiwa hivyo. Kwa maana hiyo medani yake ni pana, panaweza kupewa watu 10 kuzungumza mada hii na wote wakazungumza vitu tofauti. Sasa kwa maana hiyo yale yote ambayo tutayazungumza insha Allah yanahusu sehemu ndogo tu katika masala ya jamii,
na sehemu ndogo katika suala zima la uongozi. Na bila shaka kuna uhusiano mkubwa baina ya jamii na uongozi, kwa sababu uongozi unapatikana kwa kuwepo na wanaongozwa, nao ni jamii, na jamii ndiyo inaozalisha kiongozi, kwa sababu kiongozi hatoki nje ya jamii. Ni mtu, ni mwanadamu, na anaowaongoza ni watu sampuli yake. Kwa hivyo kuna uhusiano mkubwa sana baina ya jamii na uongozi. Kuna wakati ambapo uongozi unatengeneza aina ya jamii, sampuli ya jamii. Uongozi unaweza kutengeneza aina fulani ya jamii, kama ambavyo jamii vile vile inaweza kuzalisha sampuli fulani ya kiongozi au viongozi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanategemeana, moja linaweza kuathiri jingine. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, kuna maeneo katika jamii yetu tuna mifano ya namna ambavyo uongozi umeathiri muundo. Nyie mnasema mjengo, muundo wa jamii. Ule mjengo wa jamii namna ilivyojengeka unatokana na uongozi. Na kuna maeneo ambayo ni kinyume na hivyo, kwamba mjengo wa jamii ndio ulotengeneza sampuli ya kiongozi. Kwa mfano, katika historia ya Afrika Kusini, katika kipindi cha ubaguzi wa rangi, sera za kibaguzi, apartheid policy, utagundua kwamba viongozi walokuwa wakitawala walihakikisha kwamba muundo wa jamii ni muundo wa kibaguzi. Kuweka matabaka, kuna tabaka namba 1, tabaka namba 2, tabaka namba 3. Hayo matabaka yalitengenezwa na uongozi. Na lau kama matabaka yale yangetoweka kama ilivyokuwa sasa hivi, japokuwa hayajatoweka moja kwa moja, uongozi usingeweza kuendelea kuwepo. Kwa hivyo ule uongozi ulisimamia kuhakikisha kwamba kuna muundo fulani wa jamii, na ule muundo ndio ulikuwa unawarahisishia wao kuendelea kuongoza. Katika jamii ya Maka aliyoikuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sote tunafahamu kwamba ilikuwa ni jamii ya matabaka. Koo mbalimbali zinajifakharisha, watu wanajifakharisha kwa nasabu zao, lakini hata kwa rangi zao, kwa Uarabu na usiokuwa Uarabu. Bali hata katika ibada za hija watu walikuwa wakijigawa, wakikaa maeneo yao pasina wengine. Mwenyezi Mungu akawakemea, akawaambia afidhu min haithu afadha an-nasu, msijitenge, tiririkeni muende maeneo ambayo watu wengine wamekwenda, changanyikeni na watu. Hii ndio hali walokuwa nayo wakati huo, na ilikuwa ni rahisi hali hile kuwepo na utawala ule ulokwepo, uongozi ulokwepo. Kwa hivyo utawala ulikusudia pawepo na jamii yenye muundo ule ili iwe rahisi kuitawala. Na hata katika hija walikuwa wakikutana wao, kazi yao kujifakharisha kutokana na nasabu zao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya
wama lahu fil akhirati min khalaqi, kwa sababu walikuwa hata katika hija wanajifakharisha kutokana na nasabu zao na wazee wao. Na sote tunafahamu kwamba katika mbinu zilizompa fursa na nafasi Firauni kutawala ni kutumia mbinu za kujenga jamii ya matabaka. Amewafanya watu wake ni shi'an, ni makundi, yastadhifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kwa hiyo Firauni aliweza kuitengeneza jamii yenye muundo wa sampuli ile, kwa sababu ndio ambayo ingeweza kuendelea kumweka katika nafasi yake ya uongozi. Sasa kwa haya tunapaswa tuelewe kwamba kuna mambo muhimu ya kuzungumzwa kuhusu jamii. Nitapenda kutaja tu baadhi ya mambo ambayo tutayadokeza huko tunapokwenda, lakini tutayadokeza bila utaratibu, randomly. Tuna haja tunapozungumza kuhusu jamii tufahamu misamiati hii: social structure. Natumia lugha hii ya kidigo, si kwamba naijua sana, lakini kwa sababu ndio lugha iliyotumika kitaalamu. Social structure, muundo wa kijamii. Nyinyi mnasema mjengo wa kijamii. Namba 2, social changes, mabadiliko ya kijamii. Namba 3 ni social capital, jamii ambayo ni rasilimali. Wataalamu wametumia lugha hii. Alafu kuna social network, mtandao wa kijamii, maingiliano yale ya kijamii. Alafu kuna social contract, al-aqdul ijtimai, makubaliano ya kijamii. Maneno haya ni muhimu sana huko tunapokwenda kutufafanulia kuhusu jamii na uongozi. Na kama tulivyodokeza, ile nukta ya kwanza ya muundo wa kijamii ni muhimu sana, kwa sababu katika jamii zetu ule muundo au mjengo wa kijamii wakati mwingine unampa fursa mtu kuwa kiongozi hata kama hastahiki kuwa kiongozi. Kwa mfano, kuna jamii ambazo zina udini. Kiongozi anaweza kuibuka kwa sababu ya dini yake tu, si kwa sababu ya sifa zinazotosheleza za kuwa kiongozi. Katika jamii ambayo ukabila uko mbele, mtu hupewa kipaumbele kutokana na mjengo huo wa kijamii, hupewa kipaumbele kwa sababu ya kabila. Inawezekana kabisa pakawepo na mtu anayefaa sana kuwa kiongozi, ana sifa zote za uongozi, lakini kwa kuwa hawezi kubebwa na kabila, mtu yule kamwe hatakuwa kiongozi katika jamii yenye muundo huu. Hawezi kamwe, kwa sababu muundo wa jamii haumruhusu yeye kuwa kiongozi. Kwa hivyo sifa zake hazimsindikizi yeye kuwa kiongozi, kwa sababu mjengo wa kijamii au muundo wa kijamii ndio unaomnyima nafasi ile. Ndio sisi leo hii hata katika jamii zetu utaona ile miundo ya jamii zetu, sijui kwenu huku, lakini kule kwetu hata kama ni bara, lakini katikati ya mji aghalabu wakazi wake ni Waislamu, kwa sababu ni watu ambao civilization ilitangulia kuliko watu wengine. Kwa hiyo miji yetu mingi ya bara kule Tanzania, katika kitovu cha mji wakazi wake ni Waislamu, ndio walokaa miaka 100, 200 kwenda mbele. Na hii kwa sababu walitangulia katika ustaarabu, na miongoni mwa dhana ya ustaarabu ni kuishi maisha ya kimji. Moja katika element za ustaarabu kwamba watu waliishi maisha ya kimji. Lakini kwa bahati mbaya kwamba hao Waislamu waliokuwa katika miji hiyo
Kuna waliotangulia kuijenga na kuna waliochelewa, wanabaguana. Kuna wasiokuwa Waislamu sasa wanaingia kwa kasi katika miji yetu, wananunua maeneo, wanakuwa ni wenyeji. Sasa miaka michache ijayo watakuwa wenyeji. Lakini sisi Waislamu wenyewe katika miji yetu tuna watu wanaoitwa watu wa kuja, na kuna maalwatan wenyewe, watu wa kimji. Na mimi mara nyingi huo ni mjengo wa kijamii, sio? Yakija mambo ya kisiasa utajua maana yake ni nini. Anaposimama mtu anaitwa wakuja, utaelewa maana yake ni kwa nini. Hii title inaathiri nini? Na mimi mara nyingi husema kwamba hakuna mtu ambaye hakuja. Tofauti iliyokuwepo ni kwamba kuna waliotangulia kuja na kuna waliochelewa. Lakini sote tumekuja katika miji hii. Na ikiwa dhana ya mtu wa kuja na alwatan inakubalika, basi mtume katika mji wa Madina ni mtu wa kuja tu. Maana mtume hakuzaliwa Madina, yeye na masahaba wote ambao ni muhajirun. Lakini hii sio concept ya Kiislamu. Nataka kuzungumza kwamba huu ni mjengo wa kijamii. Tukizungumza social structure tunakusudia zile tabia, zile mila, zile desturi, maadili, matabaka ya kijamii, vyote hivi vinahusu mjengo wa kijamii. Kwa hivyo maadili ni sehemu katika hilo, kwamba wale watu values zao, alqiyamu, mambo yenye thamani kwao yanayojenga jamii ni mambo gani. Hili ni muhimu sana, na ndio maana maadui zetu walipotaka kuzitawala jamii zetu walihakikisha kwamba muundo wa kijamii unakuwa kwa namna ambao wanaitaka wao, kwa sababu utaamua mustakbali wa jamii husika. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa kulifahamu hili, na mimi naamini kwamba muundo wa kijamii una mchango mkubwa katika kutengeneza viongozi, na kuna haja sana ya kusoma, kufahamu maadili na tabia za watu na namna ambavyo kiongozi anaweza kuibuka kutokana na jamii ilivyokuwa, kwa sababu kullu ina'in bima fihi yamdahu, kila chombo huvuja kile kilichokuwa ndani yake. Ile jamii inazalisha aina gani ya kiongozi? Kuna wakati kiongozi namna alivyokuwa anakupa picha ya wanaoongozwa wakoje. Yule kiongozi ni mtu wa ovyo ovyo, ni mshenzi, lakini anaendelea kutawala tu na anapigiwa makofi, anashangiliwa. Manake watu hata kikohoa tu wanashabikia, hawaoni ule udhaifu wake, hawawezi kusimama wakapambana naye. Maanake sampuli hii kweli inafaa kutawaliwa na kiongozi huyo. Ndio maana wakasema vile mtakavyokuwa ndivyo mtakavyotawaliwa. Yani namna mtakavyokuwa ndivyo mtakavyotawaliwa, ndivyo mtakavyokuwa na kiongozi. Na utatizama Nabii Nuhu alayhi salam, katika mambo aliyoyaomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alimwambia Mwenyezi Mungu kwamba usiwaache hawa mabwana waangamize. Kwa nini? Innaka intadharuhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Ukiwaacha hawa hawawezi kuzalisha sampuli tofauti, kila atakayekuja atakuwa sampuli yao. Maana ni watu ambao wanaathiri aina ya kiongozi atakayeibuka baina yao. Athari ni kubwa. Ikiwa jamii inaweza kuathiri mke wa mtume kama Luti, mumewe ni mtume lakini yeye akawa ni kuadi wa kushawishi jamii sio iwachukue wanaume wenzao, lakini ni mke wa mtume. Ikiwa jamii inaweza kumuathiri mtoto wa mtume Nuhi alayhi salam, tukubaliane kwamba ina mchango katika ku-influence behavior, kuathiri tabia za watu. Inawezekana vile vile tabia za viongozi. Sasa nataka kusema jambo la muhimu sana, tusikilizane. Jamii yetu
imeathiriwa sana na mabadiliko ya kijamii yaliyotokea Ulaya miaka kadhaa iliyopita, na muundo wa jamii tunazoishi unawakilisha aina ya muundo wa jamii za Ulaya, japokuwa marahili yetu ya kubadilika kijamii yanatofautiana baina ya jamii na jamii, na hasa katika kipindi cha mapinduzi ya viwanda kule Ulaya tangu mwaka 1750. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tangu mwaka 1750 Uingereza iliingia katika mapinduzi ya viwanda. Nchi nyingine za Ulaya kama vile Ujerumani na Ufaransa zilifuatia baadaye, miaka 100 baadaye. Sasa mapinduzi ya viwanda yalikuwa ni mapinduzi ya kiuchumi bila shaka, lakini yalisababisha kitu kinachoitwa social changes, mabadiliko ya kijamii. Katika sura hii, viwanda vilipofunguliwa, watu wengi walitoka vijijini kuja mjini kwa ajili ya kufanya kazi katika viwanda, na wanaume ndio waliokuwa wafanya kazi katika viwanda vile, lakini wakawa hawalipwi vizuri wala hawapati maslahi yao. Muda wa kazi ni mrefu, malipo ni machache, hawahudumiwi vizuri kiafya. Wanaume wengi wakareact, wakaandamana, wakavunja mashine. Mabepari wakaamua kufanya kampeni za kumtoa mwanamke nyumbani ili aende kufanya kazi katika viwanda, kwa sababu mwanamke ni cheap labor. Yeye atalipwa kiasi kidogo, atafanya kazi. Lakini hawakumtoa kwa kumwambia njoo ufanye kazi kwa sababu mwanaume amegoma. Hawakumtoa kwa lugha hiyo. Walimtoa kwa kumwambia kwamba anadhulumiwa na mwanaume na yeye ana haki ya kutafuta chochote ili aweze ku-earn, yani kupata kipato. Nadhani tunaelewana vizuri. Mwanamke akatolewa nyumbani akaenda viwandani, mwanaume aliyekuwa akiringa akakosa soko. Tabana na watoto walitolewa. Ndio mwanzo wa kuwepo na social changes, mabadiliko ya kijamii, kwa sababu mwanamke alipotoka akaanza kupata kipato na mwanaume hana nafasi, jambo hili lilileta mabadiliko ndani ya familia. Lilileta mabadiliko katika leadership ndani ya familia. Uongozi ndani ya familia uliathiriwa, kwa sababu sasa mwanamke naye anatoka, anapata kipato, na ameelezwa kwamba kutoka kwako ni kwa ajili ya kukomboa wewe, kwa sababu unanyanyashwa na mwanaume. Sasa katika hali kama ile, mabadiliko yakaanza kutokea katika jamii. Mbali na kuwa miji ilianza kukusanya watu, na nyinyi tizamini katika miji mikubwa kama vile Nairobi, kama vile Mombasa, vile Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, katika viwanda vyetu, wale wanaofanya kazi kwa wingi, asilimia kubwa ni kina nani? Ni mabinti na wanawake, kwa sababu ndio wanaweza kulipwa kidogo, sio? Ndio walojaa kule, na mara nyingi wanakuwa ni watu ambao hawana familia, wamekuja kwa ajili ya kazi, na wanaishi katika nyumba za bei rahisi za kukodi. Wanaishi wengi kwa pamoja. Pale pakaibuka mabadiliko mengine ya kijamii, kuathiriana kitamaduni. Alafu pakaibuka watu wengine ambao sasa hawa wanatoa huduma za kijinsia kwa makundi ya watu waliokusanyika
hawana wake, hawana waume. Jamii ikajengeka namna hiyo. Lakini mapinduzi ya viwanda yalileta mapinduzi mengine ya kijamii. Pakawepo na jamii ambayo inajulikana kwa jina ya jamii ya kiliberali, liberal society. Ukisema uliberali maana yake ni uhuru. Liberal economy ni uchumi huria. Ndio huu uchumi unaotawala duniani sasa hivi, soko huria. Kwa maana ya kwamba baada ya viwanda kuzalisha mali ikawa nyingi ya viwandani, palihitajika kuuza mali ile. Wakatangaza soko huria, kwa maana ya kwamba sasa wawe na uhuru wa kuwafikia masoko. Haikuwa ni uhuru kwa maana unaijua wewe, kwa sababu leo hii uliberali ukisikia maana yake ni uhuru, na soko huria kila mmoja anaamini kwamba unamhusu sana na ni muhimu. Lakini uliberali si uhuru, bali ni mtazamo wa kibepari juu ya uhuru. Tuelewane, uliberali sio uhuru bali ni mtazamo wa kibepari juu ya uhuru. Nataka tuende pamoja ili tuweze kuelewana. Sasa umetengeneza liberal society, jamii inayoamini kuhusu uhuru. Lakini ni uhuru gani huo? Sio kila uhuru ni uliberali, na uliberali ni uhuru maalumu kwa mtazamo wa watu maalumu. Lakini tumetakiwa tuamini sisi kwamba uliberali ndio uhuru ambao tunatakiwa tupiganie sote. Kwa nini nasema haya? Nasema kwa sababu katika jamii zetu sisi tunaposema uhuru, tunaamini kwamba kuna misingi ya dini inayotuelekeza kuhusu maana ya uhuru. Katika jamii ya kiliberali, uhuru namba moja ulikuwa ni uhuru dhidi ya dini, na ndicho kilichotokea Ulaya, kwamba Ulaya ikitawaliwa na dini hasa ilikuwa ni kanisa Katoliki, na kanisa Katoliki lilikuwa likidhulumu watu, likichukua ardhi, likipokonya. Mfalme yoyote yule alikuwa na makubaliano na viongozi wa kanisa kuhusu kutawala. Kwa hivyo mapinduzi ya Ufaransa ya mwaka 1789 lengo lake lilikuwa ni kumwangusha mtawala na kanisa. Wakafanikiwa, wakaweza kuangusha kanisa na kuangusha utawala, na ndio mwanzo wa dhana ya uliberali. Kwa hivyo maana ya uliberali ni uhuru, lakini unaoambatana na secularism, kukataa kuwa chini ya mamlaka ya dini. Una uhuru wa kuikubali dini, lakini asli ya uhuru ule ni kukataa mamlaka ya dini. Kwa hivyo sio uhuru tunaokusudia sisi katika Uislamu. Kwa hivyo jamii imejengeka katika kuamini uhuru, lakini uhuru wenyewe msingi wake mkubwa ni uhuru pia wa kumkanusha Mungu, kwa sababu dini imetutia utumwa, imetudhalilisha. Kwa hivyo uhuru halisi ni kukataa dini kwanza, na ndiyo maana sayansi ikatangazwa kwamba ndio mkombozi mpya. Sayansi ndio inatakiwa ituongoze. Said Qutb katika moja ya vitabu alivyoviandika anasema kuwa kuna mjadala na mtu aliyokuwa akiamini kwamba hatutakiwi tumwamini Mungu, tunatakiwa tuamini sayansi. Said anasema alichomwambia bwana yule, alimwambia kwa hakika wewe hujamkanusha Mungu,
bali umetuteulia Mungu mwingine anaitwa sayansi. Kwa hivyo kuna Allah subhanahu wa ta'ala na kuna sayansi subhanahu wa ta'ala. Yani sayansi nayo ni Mungu aliyetukuka akisema wala dhalina, si tuseme amin tu kwa sababu ni sayansi. Kwa hivyo katika hali kama hiyo tukaletewa mtazamo mpya unaoijenga jamii wa kuamini kwamba uhuru, jambo la msingi ni kukanusha dini. Sio kukanusha dini tu, tusikilizane vizuri, ni kuamini markazia ya mwanadamu, wanaita kwamba ni human centered approach. Kuamini kwamba mwanadamu ndiye anayeweza kuamua chochote, lakini anaamua kwa kutumia vigezo gani? Anaamua kwa kutumia vigezo vikubwa viwili, manufaa yake na hisia zake. Kinachomuongoza ni hisia. Tukiwa na mwanadamu ambaye ameaminishwa kwamba hisia zake ni muhimu sana ziheshimiwe na manufaa yake ni muhimu sana yaheshimiwe, na jamii ikajengeka katika kuamini kwamba lazima tuheshimu hisia za mwanadamu na tuheshimu manufaa na maslahi ya mwanadamu. Ndio leo hii hata ukiambiwa mambo ya ubaradhuli unaambiwa kwamba lazima tuheshimu hisia za mwanadamu. Anaongozwa na hisia, na hisia tunazo tukaziita ni alhawa, ni yale matamanio. Hisia za mwanadamu haziwezi kumuongoza kila mara katika haki. Kwa tunatakiwa tufuate zile hisia za mwanadamu na tuheshimu hisia za mwanadamu. Ndipo pakaibuka sasa mazingira haya tunayoyajua ya kupigania haki za mwanamke, na mwanamke lazima na yeye awe sawa na mwanaume, na jamii ya kibinadamu lazima ijengwe katika mjengo huo, na nchi zetu zikaambiwa kwamba lazima pawepo na 50-50, pawepo na wawakilishi 50 kwa 50. Nchi zinajifaharisha zikienda katika mikutano ya kimataifa kuonesha kwamba sisi tumefikia 30%, safari yetu ni nzuri, karibu tutafikia huo usawa. Huu ni mjengo wa kijamii. Sasa demokrasia imeitwa kwamba ni moja katika njia zinazoweza kututengenezea kiongozi, kutupatia kiongozi anayefaa, kwa sababu majority kwa hisia zao na manufaa yao watakuwa wamemkubali kiongozi yule. Ikiwa amekubalika na wengi, na wale wengi hisia zao na manufaa yao yameona huyu anafaa kuwa kiongozi, huu mjengo ndio unaokubalika sasa hivi, anapitishwa, anakuwa kiongozi. Na sisi tukisoma Qur'ani tunajifunza kwamba wengi sio kila mara wako katika haki. Aya za Qur'ani nyingi tunazifahamu zinazolaumu wingi na kuonyesha kwamba wingi uko katika batil, na aya hizo mnazifahamu, hatuna haja ya kuzisoma, na kutaja kwamba wachache katika waja wa Mwenyezi Mungu ndio wako sawa sawa, wa qalilun min ibadiya ash-shakuru, na aya nyingine nyingi mnazozijua. Manhaji yetu ya Kiislamu sio ya wengi wape. Tunaamini kwamba inawezekana kabisa wengi wakawa katika batil, na mara nyingi huwa ni hivyo. Lakini kwa kuwa kinachowaongoza watu ni hisia, ni manufaa yao, dunia tunayoishi imetufundisha kwamba tuheshimu hisia za watu, na watu wakiamua fulani ndio kiongozi, basi fulani yule lazima awe kiongozi, hata kama kiongozi yule si mtu anayestahiki, hana sifa za uongozi. Na utaona kampeni zikifanyika, kuna mambo kadha wa kadha yanofanyika. Kwanza tukubaliane kwamba ikiwa utampa mtu, hata kama mtu yule ni mzuri, ni mtu mwema, ukimpa wrong information lazima ata make wrong decision. Mtu yeyote yule ukimpa
taarifa ambazo si sahihi, hata kama ni mtu mwema, akitoa maamuzi yatakuwa maamuzi si sahihi. Hata kama ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunajifunza sisi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopewa taarifa ambazo si sahihi na wake zake, aliamua maamuzi ambayo si sahihi mpaka Mwenyezi Mungu alipompa taarifa sahihi. Na wale wakashangaa, wakamuuliza, man anba'aka hadha? Na Mwenyezi Mungu akamwambia, lima tuharimu ma ahalla Allahu laka. Lakini kwa nini mtume alitoa maamuzi yale? Ni kwa sababu alipewa wrong information. Na ndio tabia ya chaguzi zetu huku tunapotaka kumweka kiongozi. Kila anayesimama hujitahidi kutoa wrong informations, anazungumza fiction sio fact, ili kushawishi maamuzi ya watu. Sasa ikiwa taarifa si sahihi na ahadi si sahihi zikapokelewa na mtu hata kama ni mwema, ata make wrong decision. Hii ni hali ya kawaida kabisa. Kwa hivyo muundo wa jamii hii unaoamini kuhusu hisia na manufaa, na kwamba mtu anaweza kuuza taarifa zake ambazo si sahihi, akatoa ahadi ambazo si sahihi, kisha watu wakatoa wrong decision, tukampata kiongozi. Muundo huu hauwezi kutuletea kiongozi sawa sawa. Ndio maana Uislamu hauamini katika hayo, japokuwa sisi kama Waislamu hatupingi kwa ujumla wake demokrasia, wala hatukubali kila kitu katika demokrasia. Lakini kuna mambo ambayo tunaweza tukayakubali, na kuna wakati ni dharura itekelezwe, lakini tuna misingi yetu vile vile. Ndio maana dhana ya bai'a inachukua nafasi pa vote, sio? Kwa sababu bai'a si kuchagua. Bai'a ni kutoa kiapo cha utii kwa mtu ambaye ni kiongozi aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Kiapo cha utii, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayemfahamu kiongozi. Sasa katika hali kama hii, kule Ulaya pakatokea na kitu kinachoitwa social contract, makubaliano ya kijamii. Kwa maana ya kwamba kwa nini kuna serikali fulani, kwa nini kuna viongozi fulani? Ni kwa sababu jamii imekaa ikakubaliana kwamba hawa watatuongoza na watufanyie haya. Kwa hivyo kuna makubaliano na mikataba baina ya sisi na jamii. Ndio watu wakaandika vitabu mbalimbali kuhusu masala ya al-aqdu al-ijtimai, yale makubaliano ya kijamii. Na ndio utaona nchi zetu sisi tunaamini kwamba sisi na serikali tuna mkataba, tuna mambo tunataka mtupe, na sisi tumekupeni nafasi hizo. Sasa demokrasi inayozungumzwa duniani ni human centered approach, ni kuamini kwamba mwanadamu ndiye kwa hisia zake anaweza kumtambua kiongozi anayefaa. Hilo ni moja. Lakini inaamini kuhusu wingi, lakini si kila mara wingi unaweza kutoa maamuzi sahihi. Tatu, unaamini kuhusu mali. Ikiwa huna mali au nyuma yako hakuna watu ambao wana mali wanakusapoti, huwezi kuwa kiongozi. Katika jamii yoyote ile ambapo kuna demokrasia, wale wenye fedha au wale ambao nyuma yao kuna watu wenye fedha ndio wanaweza kushinda. Ikiwa huna fedha na huna watu wenye fedha wanakusapoti, huwezi kushinda. Na tizameni chaguzi zetu namna zina gharama. Tizameni kiongozi hata kama anafaa lakini hana uwezo wa kutoa. Je, anaweza kuchaguliwa kuwa kiongozi? Hawezi. Tizameni malobisti katika nchi za kimagharibi, namna wanavyowekeza kwenye chaguzi zile. Mmesikia karibuni
tajiri mkubwa Marekani, anavolalamika kwamba kama si yeye rais wa Marekani asingeshinda, kwa sababu aliwekeza pesa, sio? Kwa hivyo watu hawa wanawekeza. Kuwekeza ni kuinfluence aina ya kiongozi wanaomtaka. Muundo huu wa kibepari wa kuamini kwamba mali ndio inayoamua unatupeleka mahala tuwe na aina fulani ya kiongozi. Jamii hiyo itatuletea kiongozi si kwa sababu anafaa sana, lakini ni kwa sababu muundo wa kijamii umeamua hivyo. Jamii ya kibepari inauza elimu kwa gharama kubwa sana, inauza afya kwa gharama kubwa sana. Kuna mauniversity makubwa kama Harvard University, mtu anaweza kulipia kwa mwaka dola zaidi ya 60,000 kusoma kwa mwaka. Mimi na wewe hatuwezi kusoma. Kwa hivyo kuna tabaka fulani ambalo litapata elimu zaidi kuliko wengine, litakuwa na nafasi zaidi ya kutawala kuliko wengine, kwa sababu lina fursa zaidi kwa sababu za kiuchumi. Ikiwa vigezo ni uchumi na mambo ya msingi yanauzwa kama elimu, watakaosoma vizuri wengi nani? Wenye pesa. Hatimaye watakaokuwa mbele nani? Wenye pesa. Mnyonge ana nafasi? Hawezi kuwa na nafasi. Hii structure ya kijamii ndio inatuamulia aina ya kiongozi, na ndio maisha tunayoishi sisi. Mtu akishakuwa tajiri ana pesa zake anasema mimi nataka kugombea bwana ubunge, nataka nini? Lakini yule maskini wa hovyo hovyo hana chochote, labda ashikwe mkono na tajiri na anasema bwana anafaa, lakini hana chochote bwana. Anafaa sana lakini atatupa nini? Hana chochote. Kwa hiyo hawezi kuchaguliwa. Sasa ukitizama Qur'ani imezungumza sana kuhusu masala ya uongozi, na imetaja baadhi ya vigezo kama aya tuloisoma mwanzoni. Mwenyezi Mungu anasema Banu Israil walipoomba wapewe kiongozi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwateulia kiongozi, akawaambia inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Mwenyezi Mungu kakuchagulieni, kawatumieni Talut awe ndio kiongozi wenu. Sikiliza namna walivyopokea hilo. Walisema anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal. Vipi apewe uongozi, utawala juu yetu na sisi tunastahiki kuliko yeye? Kwa nini? Kwa nini tunastahiki? Kwa sababu yeye lam yu'ta sa'atan min almali, hajapewa wasaa, ukunjufu katika mali, kwa sababu kigezo chao kilikuwa mwenye mali zaidi anafaa kuwa nani? Kiongozi. Huna mali hufai kuwa kiongozi. Hii ni mentality ya kibepari, japokuwa historia ya ubepari haikuwepo wakati ule, lakini ni jina tu halikuwepo. Tashabahat qulubuhum, ni watu waliokuwa sampuli moja, kuamini kwamba mali ndio inomfanya mtu awe kiongozi. Lakini Mungu akawajibu akawaambia inna Allaha astafahu alaykum, Mungu kishamteua huyu awe kiongozi wenu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, vigezo vya Mungu ni hivi: amemzidishia wasaa na ukunjufu katika ilmu na kiwiliwili, anafaa kuwa kiongozi. Vigezo vyetu ni hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana vigezo vyake na wanadamu wana vigezo vyao, wanatizama maslahi. Kwa hivyo ukitizama Qur'ani kwa mukhtasari, naona muda umekuwa mwingi, utagundua kwamba ilmu ni kigezo namba 1, akhlaqi ni kigezo namba 2. Na nikisema akhlaqi na kusudia takwa ni akhlaqi. Na hizi sifa mbili ni muhimu sana. Kila ukitizama sifa za uongozi zinazotajwa kwa ujumla, kwa hakika ni akhlaqi, ni tabia. Na tabia zile zikiwa ndio za kitakwa, basi ndio sifa zinazomfanya mtu awe kiongozi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wazadahu bastatan fil ilmi, kwa sababu ilmu ni namba 1,
waljismi, kwa sababu lile jambo la kupambana na Jaluti linahitajia mtu awe na nguvu anahitajia kuwa na mabavu ya kupigana. Hiyo ni specialization, kiongozi huyo anafaa. Ilipokuwa ni Nabii Yusuf alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, maana Yusuf kataka uongozi, qala ij'alni ala khazainil ardh, nifanye niwe kiongozi katika mambo ya hazina ya nchi hii. Ni uongozi huo. Lakini kwa nini wewe Yusuf tukufanye uwe kiongozi? Ametoa mubarrir, akasema inni hafidhun alimun, kwa sababu mimi nina uwezo wa kuhifadhi mali, vyakula, vitu vyenye thamani vya hazina, lakini nina ilmu pia. Kwa hiyo hafidhu ni ile specialization katika fani anayoitaka. Alimun ni ilmu, iko pale pale kwamba ilmu inahitajika. Wakati mwingine ni sifa tu za kiakhlaqi zinahitajika ili mtu awe kiongozi, kwa sababu mzee katika nyumba ni kiongozi kama Shuaib, lakini amesharitaya, hana uwezo wa kufanya kazi. Mabinti wanatoka kufanya kazi, wamepata kijana anaweza kureplace nafasi ya mzee. Anazo sifa? Ndio mabinti wakasema anazo sifa. Ya abati istajiruhu inna khaira man istajarta alqawiyu alamin. Mwajiri huyu, kwa sababu bora ya utakayempa nafasi hiyo awe anaweza mambo haya. Qawiyu amin ana nguvu, kazi inahitajia nguvu. Aminu ni mwaminifu, mazingira haya anafaa, hawezi kuchokoza mabanati, kwa sababu nyumba ile na watoto wa kike na mzee, sio? Kwa hiyo ana sifa ile, ndio tukasema ni takwa hiyo. Kwa nini ilmu? Mtaniwia radhi kwa haraka haraka nimalize. Ni kwa sababu ilmu ndiyo sifa ya kwanza iliyompa mwanadamu mamlaka ya kuwa khalifatullah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardhi khalifa. Kwa sababu gani? Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Sababu ana ilmu, sio? Na ilmu ndiyo inayofanya mwanadamu awe na heshima kuliko viumbe vingine. Na ile sajida ilikuwa sajida tutakrim. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema iqra wa rabbukal akram. Kwa hivyo iqra inahusika sana na karamatul insan. Lakini kuna upande wa akhlaqi, inma bu'ithtu liutammima makariman. Kwa nini mtume aseme makarimal akhlaqi? Kwa sababu akhlaqi ndizo zinazompa heshima mwanadamu. Amekuja kukamilisha utukufu wa tabia njema, na tabia njema ndizo zinampa mtu utukufu. Mwanadamu kapewa utukufu na uongozi kwa sababu ya tabia. Katika tabia hizo awe hafidhun, awe qawiyun, awe aminun, awe na sifa nyingine zote nzuri. Hivi ndio vitu vinavyompa nafasi mwanadamu. Namalizia kwa kuacha baadhi ya mambo insha Allah kwa kusema hivi: katika ulimwengu tunaoishi, anaimiliki taarifa, informations, ndiye kiongozi, ndiye anayeweza kuongoza. Tunaishi katika ulimwengu ambao anayeweza kuongoza wengine ni yule ambaye yeye ndiye anayemiliki taarifa za wengine. Na Muislamu si anayemiliki taarifa za walimwengu. Vyombo vya taarifa vilivyokuwepo si vya Waislamu, bali taarifa zetu tunapeleka kwao. Taarifa zetu zote zinakwenda katika center ya taarifa, Silicon Valley. Alafu zikija sisi kwetu ni amri tu. Kwa hiyo si hatumiliki taarifa. Sisi ni periphery, wao ni center. Na sasa kinachoibiwa kwetu ni taarifa. Yani unapozungumza wewe na chat GBT na nyingine, ni kwa sababu tumepeleka taarifa nyingi kule. Na taarifa zetu hazichukuliwi bure.
tunawapa kwa fedha, kisha wanatuuzia. Wana taarifa zetu sisi sote. Unataka kuwa kiongozi wa dunia, lazima uwe unamiliki taarifa, na taarifa hizi ni kujua mambo ya kila mmoja katika sisi. Nani asiyejulikana sasa hivi na mtandao? Kama unayo simu, basi wewe taarifa zako ziko mikononi mwa watu wengine, na huko tunapokwenda mambo haya yatakuwa ni makubwa zaidi. Zaidi ya watu bilioni 8 duniani wanamiliki simu. Tawa kuna anamiliki 2, 3, 4. Sisi tuko bilioni 8 na simu ziko bilioni 8 na zinatumika. Kuna ambao hawana simu, lakini kuna wengine wana 2, 3, 4. Unasema mimi nina siri, natuma kwa WhatsApp, hakuna anayejua, kwa sababu WhatsApp ina siri, na mwenye WhatsApp mwenyewe pia hajui. Kama huna satellite zinazomurika, ni macho yanayomurika dunia, ukaweza kujua mambo ya watu wote, utawezaje kuwa kiongozi wa dunia? Leo hii vita bila kuwa unamiliki information unaviweza? Panapouliwa viongozi wetu ni kwa sababu wanapata taarifa zao, sio? Takaa kiongozi yuko nchi fulani nyingine, kama yalotokea hivi karibuni Irani, yalotokea Lebanon, na yatakayoendelea kutokea maeneo mbalimbali. Ni kwa nini? Sheikh Ahmad Yasin kauliwa kupitia hivyo, kwa sababu wakishakuwa na taarifa zako ni rahisi kukufikia. Lakini sio hivyo tu, wanamiliki akili yako, ndio hiyo soft power. Wanaweza kukuendesha wewe kwa sababu wanakujua. Niliwahi kusoma taarifa za viongozi wa kidini duniani wanaotizama pornography. Wao wanajua, wanatakwimu, wanakujua wewe unapenda nini, Afrika mentality yao ikoje, tuwashughulishe katika nini, asilimia ngapi wanapenda nini, taarifa wanazo. Sasa kwa nini wasikuendeshe wewe? Huu ndio uongozi wa dunia, na jitihada za umma wa Kiislamu lazima ziende kufikia mahala wawe wao wanamiliki information, wanajua ya wengine. Na hii ni safari ndefu, lakini si jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu kama analiweza mwingine, na wewe unaliweza. Na wale Bani Israila walosema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, walisema kwa sababu waliamini kama kuna wachache waliweza wengi, na sisi wachache tunaweza wengi. Kwa hivyo kama kuna walioweza jambo, maana yake na sisi tunaliweza tukiamua. Mtansamehe sana, kuna mambo nimeacha kwa sababu ya muda, lakini nitakomea hapa. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali